Leo ndani ya Tubonge nataka tuongelee jambo fulani. Tumekuwa kwa muda mrefu tunasema ya kwamba heshima sio utumwa, na kwamba tunatoaga heshima sana sana kwa watu ambao wametuzidi umri. Right. Now the other day rafiki yangu alikuwa ananielezea story fulani, anasema ya kwamba alijipata ameenda kwa nyumba ya rafiki yake pale. Na kufika kwa nyumba ya rafiki yake pale kulikuwa na mtoto wa miaka 3.5 hivi. Katika hiyo miaka 3 anasema ya kwamba huyu mzee rafiki yake alipokuwa ameingia kwa nyumba akapata mtoto yuko pale sitting room anacheza, lakini mzee katika zile haraka akaingia na mtoto chumbani ile kucheza, na alipoingia kule chumbani anasema ya kwamba alirudi kama amebadilisha nguo na amekuja na mtoto wake. Unanielewa hiyo? Aliingia kwa nyumba na rafiki yake, walikuwa nakimbia pale. Yule mtoto akakuwa anamlilia babake. Okay. Baba akamnyanyua mtoto akaingia naye chumbani. Kuingia naye kule chumbani akakuwa anafanya mambo yake, akabadilisha nguo haraka kama yuko anatoka. Okay. Sasa akamuuliza yule jamaa, hivi siko ubaya kaka, lakini hizi nguo umezibadilisha mbele ya mtoto? Huyo jamaa akamwambia kwani kuna ubaya gani? Mtoto wa miaka 3 huyu, kwani kuna kitu gani anaelewa? And akakuja kuniambia kwamba as much as people don't understand this, kuna miaka ambapo kichwa cha mtoto ama ubongo wa mtoto umeanza kucomprehend mambo na baadaye yanaweza akaanza kumuaffect. Na akasema moja wapo ya wazazi ambao hawaelewi hili jambo ni wazazi wengi wamechukulia ama wachukulia watoto wao kama hawaelewi, especially in a certain age. Okay. So akakuwa anasema kwamba kitu cha kwanza ambacho yeye amepinga na hapendi ni kubadilisha nguo mbele ya mtoto. Anasema kwamba most people think kwamba wale watoto wadogo wanaangalia na hawaelewi, lakini baadaye yana madhara yake. Hivi nikakuwa najiuliza swali, how many of us have been guilty of such? Kwamba tumefanya vitu ambavyo havifai kufanywa mbele ya mtoto, lakini sisi tukadhani kwamba haelewi. Yani hao masala ya kubadilisha nguo ndio mbele ya mtoto. Ndio. Let's elevate it even further, ndugu zangu. Ye kwamba si kubadilisha nguo peke yake. Paka kubla hazaglema. It's happening, imagine out here. Mbele ya watoto kabisa. Okay, una ile akili kwamba haelewi. Kuna ile akili ya kwamba hajui ni nini. Na labda pia tukiangalia kwenye the other side, kuna wale ambao kidogo, unajua hali zetu za kimaisha hazifanani. Ndio. Kuna wale labda ambao tunaishi kwa single room, ama bed sitter na mtoto wako ama watoto wako pale. So tunadhani labda watakuwa wamelala. Tunafanya vitu vyetu, tunasahau ya kwamba these kids are learning something. Ndio. Hao watoto wanaangalia na wanaona na wanaelewa. Ndio maana unaweza kushangaa saa nyingine mtoto ukienda kwa rafiki zako, unashangaa mtoto mbona akona tabia zingine fani. Si ati amezitoa nje saa nyingine. Ndio maana walitengeneza hata ule mchezo wa watoto wanaita ni cha baba na cha mama. Walitoa wapi? Ni vitu kama hivyo sasa. Wanaona baba ufanya hivi, mama ufanya hivi. Kwa hivyo ni mchezo ambao unachezwa na dadi na mami. Sisi pia tunaweza ucheza mchezo wao. Kuna video nyingine nilikuwa naangalia, ilikuwa ina trend pale, ilikuwa ni kama mimi hivi ya watoto wadogo wanamunjuana jamani, wanabusiana kabisa. Amemshika mwenzake ameanguka naye. Unajiuliza jamani, mtoto kama huyu, tabia kama hizo umezilani kutoka wapi? Kuna ile akili kwamba labda ni mtoto ambapo mimi nikiangalia nadhani mtoto akianza tu kukaa, akianza kukaa ile nadhani pale tu sisi kama wazazi tunafaa tayari kumchukulia na heshima tofauti, na tumjue kwamba huyu kuna vitu anasoma, kuna vitu anaona. Usijaribu wewe kama ni mama unabadilisha nguo mbele yake. Tunasema huyu ako 1.5 years haelewi, ama ako 2 years haelewi. Ama huyu jamani wewe ni mzee pale unabadilisha tu nguo, unasema huyu ni mdogo, huyu hakuna kitu anakijua. They know. I think they know. I feel ya kwamba they know. Mimi wanaona watoto sometimes maybe they might not know, lakini ni vile sasa ameona, akili yake haijui kama inafaa kufanywa hivi. Sasa yeye atafanya maana yake ameona. He or she cannot discern whether it's a bad or it's a good thing. Bora ameona wewe umefanya, yeye pia atakirudia tu. Last week I was having the same conversation with my boda guy. Na akawa ananiambia ni mtu mzima. Akawa ananiambia kwa sababu ya hali ya kiuchumi vile ilivyo, na wanaishi Nairobi, they live in a single room. Na akasema
wakiwa watoto Ndio. 0000 is not happening kabisa. Okay. La kuna some level of privacy na some level of dignity ya kwamba hata kama itakuwa ni lazima kinamna gani, Ndio. so long as the kids are there, Yes. zero, Wacha hakuna, tu. wachana na Wacha tu. Na useme hati huyu ako 2 years ajui. They know. I have a funny story about it by the way too. Ndio. Hii hata haikuwa ni mzazi. Alright. Ilikuwa ni kama kaka mkubwa hivi. Alafu ana sistake mdogo kabisa wa kama miaka kama 3-4, lakini ashaanza kuongea. Sasa yeye ile anaona huu ni mdogo, haelewi lolote. Akawa anabadilisha tu nguo pale, ametoa nguo amebadilisha. Yule dada mdogo akamuona, akamwangalia kakake, akashindwa kujizuia, akamuuliza kakake, kaka, hicho kidole? Yani amejua vidole viko kwa nini? Anashangaa hiki chengine hapa. Kidole pia hapa nini? Akamjibu sasa hapo unajipata pale pagumu, utajibu vipi sasa? Ni yule kaka alikuja tu tuingine tumetulia maskara katueleza ile story juu ni rafiki yangu. Tulicheka sana. Hata anamuuliza hiki kidole pia. Na itabidi uitikie tu. Mtoto atabidi anaenda kucheza. Unajua kaka yangu ana kidole chengine hapa. Mbele ya watu. Alafu by default wanasemaga kwamba kuna age fulani watoto wakifika ndo age ya kulearn vitu. Yes. So hiyo wana consume. So hizo ambazo wana consume, are they consuming something good for? Kwanza unaona kama ameanza kukaa, utamwona mtoto mwenyewe huwa akishikwa na mama yake ananyamaza, akishikwa na babake ananyamaza, akiona mtu mpya anaanza kulia. Kwa sababu anaelewa kujua huyu ni baba, huyu ni mama. Kwa hivyo hata asemi kwamba huyu ni dadi, lakini anajua huyu ni tuna uhusiano. Kwa hivyo para ile kuona pia lazima anaona hapa kuna jicho, hapa kuna nini, hapa kuna nini. Ashaanza kusoma. So mimi kwa akili yangu nasema mtoto ambaye labda unaweza kuwa utampea ile heshima, utaona ni mtoto, ni ule wa kulalishwa yule. Lakini akianza tu kukaa hivi anaona hivi nini, apewe heshima yake. Apewe heshima yake. Sikia jamaa anasemaje huko nje. Hello. Hajaka vizuri Dan. Good morning. Good morning. Dan Boy kutoka Nakuru. Yes, Danny Boy, wewe pia are you guilty of such a crime? Hii kitu siaifanya mbele ya mtoto, hata kama ni wa mwaka mmoja, useme aoni kitu unafanya. Mtoto analani kitu haraka sana. Ndio. Sasa usishangae huku nje mtoto anaonyesha vitu zingine ushindi ametoa wapi, kumbe ametoa kwa baba yake. Sasa hii mambo tufanye mbali na watoto wetu. Kizangila. Hello. Hello. Yes baba. Vipi? Salama kaka. Manchester oye. Mtakufa vibaya nyinyi. Kizangala bonga nasi wewe huko katika hiyo predicament. Ameenda vibaya bwana. Walter Kipkoech. Yes, Sule Sugar Boy na Mandeo. Yes baba. Ile kitu mimi nasema. Ndio. Hiyo yani mtoto akianza tu, unajua hata before unamuona hajajua chochote, lakini akili yake ina akili vibaya sana. Wakiwa na watoto yani atajaribu tu kutest mambo yenye anaonanga. So yani tukue careful sana. Kompigo tena zaidi. Hello. Ndio maisha. Yes baba, tunabonga na nani kutoka wapi? Manirio Sugar Boy na Solomon Zulu. Huyu ni Mlio Kakamega aka kama Derek. Yes, Dereki. Niko hapa Kakamega. Mimi nasema tu mtoto ana gain kutokana na ile mambo yenye naona kwa watu wakubwa, na pia anaweza fanya tu hiyo tabia. Tuko mbele pamoja. Tuangalie fundi wa ndege. Good morning. Niaje. Fresh. Unajua watoto wa siku hizi bana. Wamekuwa hatari sana. Wanagana kama hawajui kitu yote, lakini baadaye kuja kuriwai hiyo mambo. Ndio. Tashangaa. Kwa hivyo wewe unashauri vipi wazazi hapo? Wawaje kabisa kufanya mambo mbele ya watoto, hata kama ni mdogo wa mwaka mmoja. Okay. Mambo ni mbaya. Kompigo anaitwa fundi wa ndege anasema bwana wewe tuache kabisa hiyo tabia. Usioni ya kwamba ati mtoto haelewi.
anaona Yeah. tuseme tu ni hajui tu unachokifanya, lakini one time one day anakuja kukuaibisha mbele ya watu, you know. Sasa kama huyu ambaye anauliza baba hii ni kidole na vidole vingapi, anashangaa babako na vidole 11. Na unajua sasa kama wewe mzazi hapo itabidi umeitikia tu, sababu unamwelezeaje kwamba hawezi kuelezea vitu, inabidi unasema, maana yeye alibidi akubali akwambia sasa unaona tena kusema utafanyaje, na wewe ataenda kuuliza mwingine, na wewe pia uko na kidole chengine kama kakaangu. Tafakari hayo jamani, unaambiwa kila siku hakikisha kwamba unapokaa na wanao unakaa katika mazingira ambao yanamfaa, maana hujui ni nini anachokiona, ni nini ambacho anakinakili. Tukirudi